Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Mei 31 ya mwaka 2026. Kumbuka mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White, Baba Yetu Anajali. Na mwezi huu tumekuwa na mada nzuri inayosema nipate kumjua yeye. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, ketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo, Mei 31, siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa 5. Na ni ushuhuda wetu kwamba umekuwa mwema sana maishani mwetu. Sifa na utukufu vikurudie wewe. Umetembea nasi kwa mwezi mzima, umetufundisha masomo mazuri, na kwa kweli tunaendelea kujifunza namna ya kukujua wewe. Yale yote masomo tuliyojifunza kwa mwezi huu, tunakusihi yakapande chemchemi nzuri maishani mwetu, tukapate kububujika kwa watu, na hakika ulimwengu upate kukuona wewe kupitia sisi. Nasi tuendelee kukujua zaidi, tukakujue wewe tena na tena, ili kwa hakika tuweze kuurithi ufalme wako. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa maana fadhili zako ni za milele. Leo tena tutajifunza mada hii ya mwisho. Kuwa nasi kwa mwezi huu na hata mwezi ule ujao. Baraka zako ziendelee kumiminika na kububujika maishani mwetu, katika jina lake Yesu Kristo, amina. Mada ya leo inasema tutauona uso wake. Imejengeka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 22 aya 4, ambapo neno la Mungu linasema, nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa sasa hatuwezi kuuona utukufu wa Mungu, lakini ni kwa kumpokea yeye, hapo ndipo baadaye tutaweza kumwona uso kwa uso. Mungu anatutaka tuyakaze macho yetu kwake, ili tuweze kushindwa kuyaona mambo ya ulimwengu huu. Hatuna muda kwa mmoja wetu kuchelewesha yale maandalizi ambayo yatatuwezesha kuona uso wa Mungu. Ni kwa kumtazama Yesu tu, mwana kondoo wa Mungu, na kutembea katika nyayo zake, ndipo unaweza kujiandaa kukutana na Mungu. Mfuate Yesu, nawe utatembea siku moja kwenye barabara za dhahabu ya mji wa Mungu. Utamwona yeye ambaye aliweka kando mavazi yake ya kifalme na taji yake ya kifalme, na akiwa amejifunika mwenyewe kwa ubinadamu, alikuja duniani kwetu na kubeba dhambi zetu, ili kwamba atuinue juu na kutupatia ufunuo wa utukufu na ukuu wake. Tutamwona uso kwa uso, ikiwa sasa tutajitoa kwake, ili tufinyangwe na kutengenezwa na yeye na kuandaliwa kuwa na mahali katika ufalme wa Mungu. Wale ambao huweka wakfu maisha yao kwa huduma ya Mungu wataishi pamoja naye katika zama zisizokoma za umilele. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao na kuwa Mungu wao. Ufunuo wa Yohana sura ya 21 aya 3. Akili zao zilitolewa kwa Mungu katika ulimwengu huu. Walimtumikia Mungu kwa moyo na akili zao, na sasa ataweka jina lake katika nyuso zao.
wala hapatakuwa na usiku tena, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Ufunuo wa Yohana sura 22 aya 5. Hawaingii ndani kama watu waombao makao pale, kwa maana Kristo anawaambia, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Mathayo mtakatifu sura ile ya 25 aya 34. Anawachukua kuwa watoto wake, akiwaambia, ingieni katika furaha ya Bwana wenu. Taji ya umilele inawekwa katika vipaji vya nyuso za washindi. Wanachukua taji zao na kuzitupa miguuni pa Yesu, na huku wakipiga vinubi vyao vya dhahabu, wanaijaza mbingu yote kwa muziki mkuu wa nyimbo za sifa kwa Mwana Kondoo. Kisha nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, leo ni Mei 31 mwaka 2026, tukiangazia mada isemayo tutauona uso wake. Bwana akitupatia kibali katika mwezi ujao, mwezi wa 6, tutaiangazia mada kuu isemayo katika ulimwengu wa mbinguni. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema,
akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu. Aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi.